Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pana kuendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, mnaona moja kwa moja tema ambayo tunaenda kuiongelea kwa siku ya leo ni tema ambayo watu wengi hawaongelei. Yes, kuhusiana na mbilikimu, kwa sababu wanaweza wakajiuliza wataongea kitu gani ambacho hawakuelezwa, hawana maarifa yoyote kuhusiana na yale yanayotendeka. Na nyote mnajua kwamba katika hali hii inayoonekana, aina hii ya watu ambao ni mbilikimu, labda wengine wasiojua ni wale ndugu zetu weusi ambao wana kimo kifupi. Wengine wanasema kwamba wanafikisha mita moja sijui na 55, weza 50, 55, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaongelewa, ni watu ambao wanachukuliwa kama vile ni watu ambao ni waporini tu, mambo kama hayo. Hawajui chimbuko limetoka wapi, ni nini kilichowafanya wawe na kimo kama hicho, hawawezi wakauelezea, na nao pia watu wanatakiwa kuwachukulia namna gani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatendeka sana, na mnapoona hata katika serikali mbalimbali katika bara letu Afrika, yani serikali za kutosha zaidi sana Afrika, hamwezi mkawaona hao kwamba nao pia wako kati ya wale ambao ni wanasiasa, aidha wanawekwa katika serikali, yani wanatengwa zaidi sana. Ingawa wakati huu ndipo tunaanza kuona kidogo kidogo wanaanza kuwekwa sasa mbilikimu katika jeshi mfano. Hayo tunaanza yaona sasa kwa wakati huu, lakini katika kipindi cha awali mambo kama hayo hayakuwepo, ndugu zangu. Sasa watu watajiuliza, kwa nini wana kimo kama hicho? Kwa nini baadhi yao bado wamo porini? Ni kitu gani ambacho kilitendeka? Chimbuko lao ni lipi hasa hao mbilikimu? Ingawa tunaweza tukasema kwamba watu wanauliza maswali hayo, lakini tujiulize pia, je, huyu Mungu ambaye watu wanaabudu katika dini zote, je, naye pia alizungumzia kuhusiana na hawa mbilikimu? Kwa sababu hawa wanaojiita kwamba ni wakoloni waliokuja na hizo dini, je, ndani ya Biblia wameandika kuhusiana na aina hiyo ya watu? Ndiyo aidha hapana? Maana haya mambo yote lazima watu wapate kwanza kujiuliza, je, yapo? Na ikiwa sivyo, kwa nini wanahatwa? Nao pia sio watu. Aidha wakati wa ukoloni, je, hawa wakoloni waliweza kuwabeba kama vile wafanyakazi, aweza watumwa tuseme? Haya yote hayaelezwi na hayaongelewi hata kidogo. Sasa kwa hiyo kabla ya kuongelea kwanza mbilikimu ni akina nani, walitoka wapi, chimbuko lao ni lipi, kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kuongelea mwanzo wa uumbaji, wanaongelea kuhusiana na kiroho, yani maisha ya kiroho ya mtu mweusi, sijui mtu mweusi anatakiwa kuabudu huyu aidha yule, mambo kama hayo. Wanaongelea mambo mengi zaidi sana, na baadhi wanasema kwamba mambo yote yalianzia sijui katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba bustani ya Edeni ilikuwa Kongo, sijui Adamu alikuwa Mkongomani. Haya mambo mtayasikia, walio wengi wanaongea mambo kama hayo, na zaidi sana Wakongomani wanaongea mambo kama hayo. Lakini sio wao tu, na mkisoma katika baadhi ya historia, wanahistoria baadhi wanasema kwamba au mbilikimu ni wakaji kabisa wa kwanza wa Kongo kabla ya ukoloni. Ndivyo wanavyosema kwamba ni baadhi kwamba wakazi wa kwanza kabisa wa Kongo walikuwa ni mbilikimu, na sio tu Kongo, lakini wanaongea pia hata Gabon, kwamba wakazi wa kwanza kabisa katika Gabon kwamba walikuwa ni mbilikimu. Na hivyo wengine watasema kwamba mtu wa kwanza alipatikana, aidha fuvu la kwanza kabisa kuonekana kwamba huyu ndio mtu wa kwanza kabisa alipatikana nchini Tanzania. Walio wengi wataongea, na wengine watasema kwamba no, ni Afrika Kusini ambapo maisha yameanza, bustani ya Edeni ilikuwa kwa Afrika Kusini. Kwa hiyo mambo ni mengi, na ndio maana nasema wakati wanaposema kwamba kuna fuvu lililoonekana la mtu wa kwanza katika sehemu fulani, aidha nchi fulani, ni vema kusema hivi, haijakuwa vibaya, lakini mjue kwamba ikiwa huyo mtu waliona fuvu lake, inapenda kumaanisha kwamba naye pia alizaliwa, si ndio? Na ikiwa alizaliwa, je, mliona fuvu pia la baba yake au mama yake? Alama ya kuuliza. Haya mambo wawezi wakajiuliza. Sasa tukubaliane kwamba ikiwa gisi wanavyosema kwamba tukubaliane kwamba
maisha yote yameanza kwa mfano hapo Kongo, kwamba aidha Gabon, kwamba wakazi wa kwanza walikuwa ni mbilikimu, aidha tuseme kwamba mkazi wa kwanza alionekana Tanzania na kadhalika. Ikiwa wanakubali hivyo gisi wanavyosema kwamba mbilikimu ndio wakazi wa kwanza wa Gabon na Kongo, na kwamba maisha yameanzia hapo kila kitu, kwa hiyo wakubali kwamba hata huyu wanayehita Adamu naye pia alikuwa mbilikimu, kwa sababu huyu ndio alikuwa mwanadamu wa kwanza, sasa mtu wa kwanza tuseme, ikiwa watasema hivyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo wanaliongea, lakini hakuna uhalisia hata kidogo. Sasa mbilikimu ni nani hasa? Wametoka wapi? Na kwa nini wako vile gisi tunavyowaona kwa wakati huu? Maana kuna wale ambao wanaojiita sasa wanaitwa kwamba wao ni Wabantu. Wametokea wapi nao pia? Kwa sababu mimi nawaambia kila wakati kwamba lazima watu wajue namna gani kutumia maneno. Mnaposema Bantu, Wabantu, hayo sio maneno ambayo mtu anatakiwa. Yaani kuna tofauti kati ya Wabantu na Batu. Yaani walipenda kuongea Wabantu kwamba ndio Batu. Kwa hiyo Batu ni watu weusi wote. Sasa swali la kujiuliza, ndani ya Biblia, je, waligusia mbilikimu ndani ya Biblia sehemu yoyote ile tunaweza tukapata mbilikimu kweli kweli? Ndio waweza? Hapana. Tutaenda kuchunguza. Sasa kwa nini hawa wanaojiita kwamba ni wachungaji, walimu, sijui manabii, maprofeti, wanapokuja kusema aweza kuongea au Mungu aliwaita, Mungu aliwaambia, Mungu aliwatuma wafanye hili wafanye lile, kwa nini hawaongelee mbilikimu? Kwa nini hawaongelee mbilikimu? Ina maana huyo Mungu aliwasahau mbilikimu? Je, huyo Mungu aliwasahau wale ambao wanakimu hicho ambacho tunawaongelea? Na je, kwa nini hawa wanaojiita kwamba wachungaji, kwa nini hawaendi kufanya sijui kukaa huko kwamba Mungu amewatuma kwa mbilikimu ili wapeleke ujumbe wa Mungu wao? Lakini utasikia tu Mungu amenituma niende Iraki, niende kutoa neno uende Iraki kutoa neno, na ndugu zako wako hapo wanahitaji neno. N'importe quoi. Hatuko huko. Kwa hiyo wanawaambia kwamba Wabantu wanaoitwa kwamba ni Wabantu na mbilikimu wana asili moja, ndio wana asili moja. Na ikiwa mtaangalia vizuri, mbilikimu wanapatikana katika nchi ya Cameroon, wanapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapatikana Rwanda, wanapatikana Jamhuri ya Kati pia wanapatikana huko, wanapatikana Burundi, wanapatikana Zambia, Gabon wanapatikana Angola na sehemu zingine ambazo sijazitaja hapa, wanapatikana mbilikimu, wapo. Yes, wapo. Sasa ndio maana nikauliza, je, ndani ya Biblia kwelikweli inazungumzia hizo wanazungumziwa mbilikimu? Ukipita katika Biblia zote, tafsiri zote, toleo zote za Kiswahili, hautakuta neno mbilikimu ambalo lipo, lakini kuna andiko moja tu linagusa kuhusiana na mbilikimu, na hilo andiko lipo tu katika, tuseme hiyo tafsiri ni moja ambayo inaongelea neno mbilikimu, lakini nitawaambia mkiswahili namna gani walivyoandika. Yaani mkiona hilo neno katika Kiswahili, yani walitaka wangeliweka mbilikimu, lakini wakaweka hilo jina ambalo mtaliona baadaye hapa, ndio walioongelewa. Sasa haya tumeyafunua, tumeyapata kwa sababu kuna andiko moja, kuna toleo moja la Kifaransa ambalo wao kuliko kuandika vingine waliweka hilo mbilikimu, aidha mkifaransa pigme ndilo waliloandika, lakini katika Kiswahili hawakuweka hata kidogo. Unaona ndugu zangu, na hayo ndio mambo ambayo tunayaona ili kuonyesha kwamba yes, wanapenda kuficha ukweli, wanapenda kuficha yale ambayo watu wanatakiwa kuyajua. Ni katika kitabu cha Ezekieli sura yake 27 mstari wa 11, na hapa toleo hilo kabisa pekee ambalo linagusia neno hilo nani pigme aidha mbilikimu kwa Kiswahili, yaani ni wanasema ni toleo la Kifaransa la Sarsi. Ni moja kati, kwa sababu huyo Sarsi ana toleo za kutosha sana, lakini ni moja kati ya matoleo ambayo yaliyotolewa ambayo inaongelea kuhusiana na mbilikimu aidha pigme, ambapo wanasema hivi. Ezekieli 27:11 nasema, watu wa Arvadi pamoja na jeshi lako walikuwa juu ya kuta zako pande zote, na mbilikimu yani pigme, kuna mabano sasa, muangalie katika tafsiri zenu wanaandikwa Wagamadi.
hao ndio mbilikimu, lakini katika Kiswahili na tafsiri zingine zote hawakuweka hilo neno la pigme. Ndio maana nikamwambia kwamba ni toleo moja tu la Kifaransa ambalo limeweka hapo hapo kwamba hao Wagamadi ni pigme, yani ni mbilikimu. Walikuwa ndani ya minara yako, walitungika ngao zao juu ya kuta zako pande zote, wakaukamilisha uzuri wako. Kwa hiyo hapa wanawaambia kwamba mbilikimu, yani wanawachukulia kama vile ni wapambanaji, wapiganaji, yani watu ambao ni wahuni, wenye nguvu, wanaofanya mambo ajabu ajabu, mambo kama hayo. Ndivyo wanavyochukuliwa katika tafsiri aidha katika kitabu hii cha Ezekieli 27:11. Sasa tunaingia ndani ya Carleton DMC ili kwenda kuwapatia chimbuko la mbilikimu na ni wapi ambapo wametokea, ndio chimbuko tuseme, na kwa nini wako kama gisi tunavyowaona wakati huu. Ndio maana tunaenda katika kipengele cha kwanza ambacho kitaongelea mbilikimu walikuwepo kipindi cha mitume wa Jokisabe. Hicho ndio kipengele cha kwanza, ili kuonyesha kwamba mbilikimu ambao wataitwa pigme walikuwepo hata katika kipindi cha mitume wa Jokisabe, ambayo Jokisabe ndiye Kristo wa kweli ambaye alikuwa ni mweusi, tofauti na hicho kiumbe ambacho kiliundwa kwa sababu Yesu hajawahi kuwepo. Muelewe hilo, walikiunda hicho kiumbe, ambapo sasa wakachukua historia ya Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli, baada ya kubadilishwa katika vizazi na vizazi, wazungu nao wakaja wakachukua hiyo, wakasema kwamba Yesu. Lakini tunaongelea Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli, ambaye alikuwa ni mweusi, ambaye alikuja katika bara letu kipenzi zaidi ya miaka hata 10,000. Hiyo sio mada. Tunaingia katika kitabu cha Esombe. Esombe ndiye watakayehita kwa jina la Paulo, sura yake ya 4 mstari wa 22 hadi 28, ili kuonyesha kwamba hao mbilikimu hata katika kipindi cha mitume wa Jokisabe wao walikuwepo tayari. Inasema hivi: baada ya miaka 14, anayeongea hapa ni Esombe, wenzangu na mimi tulirudi Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati. Kwa hiyo wanapenda kuambia kwamba Esombe pamoja na wenzake waliondoka katika muda wa kutosha zaidi sana, alafu wakarudi sasa baada ya miaka hiyo 14, wakarudi katika Afrika ya Kati, yani Wase Mutunga, lakini walikuwa katika bara letu tu wakitoa injili katika sehemu mbalimbali. Baada ya kuwasili kwetu, wenzangu na mimi tulikusanya walioanzishwa wengine wa Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati, na kusimulia kila kitu ambacho neno la Loba lilikuwa limefanya nasi, na jinsi nilivyokuwa nimefungua tena mlango wa imani ambao ulikuwa umefungwa kwa maeneo mengine ya Wasi. Wasi ndiyo watakayoita kwa jina la Afrika. Ilikuwa baada ya miezi mitatu kwamba mimi Esombe na wenzangu tulianza tena safari yetu kuelekea kusini magharibi mwa Longanapi ambao wataita Yerusalemu. Huko tuliona Bako, kuna mabano mbilikimu, kwa hiyo wanaojulikana. Kwa hiyo hapa wanaanza kuwapatia kwanza jina halisi kama gisi walivyoitwa katika lugha ya asili ambayo ni Douala ya zamani, kwamba hao mbilikimu jina lao halisi wanaitwa Bako. B-A-K-O, na ile o unaweka na mstari juu, yani Bako. Hao ndio wanaitwa mbilikimu. Kwa hiyo Esombe pamoja na wenzake anaanza kutueleza kwamba yeye na wenzake huko walikoenda kusini magharibi mwa Longanapi Yerusalemu, kulikuwepo Bako, kulikuweko mbilikimu pia wanaishi huko. Mstari wa 25 anaendelea kusema Bako, yani mbilikimu, walitukaribisha kwa urafiki sana na kutuwekea makao kwa miezi michache. Kwa hiyo hapa Esombe anaanza kuelezea ni namna gani wakati walipofika na namna mapokezi yalivyokuwa, namna hao ndugu zetu ambao ni mbilikimu jinsi walivyompokea pamoja na ndugu zake pamoja na wenzake ambao walikuwa hapo. Anasema kwamba waliwapokea kwa furaha kama vile marafiki. Ni kama vile labda utafikiri labda alikuwa tayari wameshawaona, aweza kuwafahamu, kuwajua, no. Lakini kwa sababu ya nini? Imethibitishwa hapa kwamba walipokelewa kwa urafiki mkubwa sana, kwa sababu watu wengi wanawachukulia mbilikimu kama watu wabaya,
yani kama watu ambao ni wahuni, yani watu ambao si wazuri na kadhalika, lakini sivyo. Na ndio maana walio wengi huwa wanaogopa mbilikimu, kwamba wana nguvu za ajabu, kwamba ni watu wenye uwezo hata wa kupaa angani, aidha watu ambao wanaweza, yuko mbele yako boom, anapotea, hauwezi ukaona ni wapi ameenda, mambo kama hayo. Kwa hiyo watu wana imani mbalimbali, wana taarifa ambazo hazina uhakika kuhusiana na mbilikimu, kuwapatia uweza, nguvu ambazo hawana. Lakini tutaenda kufika hapo kote, mutaenda kuelewa ni nini ambacho kilitendeka. Kwa hiyo ili ni kupenda kuambia kwamba mbilikimu ambao mnaowaona hawana uwezo huo ambao watu wanavyofikiria na wanavyosema. Sio hivyo kwa wakati huo. Hizo ni historia tu za watu katika muda huu. Ndio maana lazima mtambue chimbuko la mbilikimu ni nini, walitoka wapi hasa. Kwa hiyo waliwakaribisha Esombe na wenzake, nao wakakaa kwao kwa muda wa miezi kadhaa, wakakaa kabisa, yani kulikuwa ni furaha, amani, vitu kama hivyo. Esombe anaendelea kusema, wenzangu na mimi tulifanya miujiza mingi na kuponya mbilikimu wagonjwa wote katika kijiji hicho. Kwa hiyo kwa sababu walifika kwa mbilikimu wanaojulikana, ndio walikuwa wengi, yani wanaojulikana, yani walikuwa tayari na maadili mazuri. Maana mtu inaweza ikawezekana kwamba hajui ukweli huu, lakini katika maisha yake ana maadili mema. Yani ni mtu ambaye hawezi akapenda ugomvi na mtu mwingine, aweza akaona mwenzake ana njaa naye pia anavyo, lakini asimpatie, mambo kama hayo. Yani ni watu ambao wana, yani hawezi akamfanyia kitu mtu mwingine kibaya tu, no, kwake anaona no, sio vizuri, huyu ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni jirani yangu. Kwa hiyo hilo halina haja hadi uelewe kwanza, hizo uwe na ufahamu wa neno hili la lugha, ili kwamba utambue na ujue kwamba sio vizuri kumfanyia mwenzako hiki kitu. Hao ndio watu ambao ni mbilikimu waliokuwa tayari na maadili ya namna hiyo, ndugu zangu. Kwa hiyo ndio maana walifanya miujiza kwa wambilikimu wote waliokuwa wanajulikana, waliokuwa wagonjwa, yani walipata kuponywa na miujiza ambayo Esombe na wenzake walioifanya katika bara hilo letu kipenzi. Na wanaendelea kusema wale mbilikimo wengine wanaojulikana kutoka mikoa ya jirani ambao walikuwa wamejua mambo haya yote walikuja kukutana nasi. Kwa hiyo taarifa ilienda kwamba huku kuna haya ndio yanatokea, nao pia wakaja moja kwa moja. Lengo ni nini? Kuwaona akina Esombe pamoja na kuponywa pia kutokana na magonjwa ambao walikuwa wanayo. Mimi na wenzangu tulipowaona tulimshukuru Luba. Kwa hiyo hawakuenda hapo kwa sababu ya kwenda kujitangaza na kujionyesha kwamba ni sisi tuko hivi, yani wanaenda pale kwa sababu neno limewaongoza wapate kwenda. Na wakati wanapofanya hiyo miujiza, yani hiyo miujiza ni kulingana na mapenzi ya Luba Tite. Lengo lilikuwa kuwaponya, kuwaondoa katika hiyo hali. Na wakati huu ambapo Esombe anazungumza, wakati anakutana na mbilikimu pamoja na wenzake, muelewe kwamba dini hizo zote ambazo unazisikia kwa siku zilikuwa bado hazijakuwepo. Yani hata taarifa kwamba hizo dini bali nataka kuingia za namna gani, hizo hazipo. Yani kipindi hicho chote dini hizo hazija kuwepo kabisa, na watu wengi walikuwa wanaishi tu. Ndio maana nawaambia ndugu zangu, muachane na hayo swala, hizo swala za dini. Dini zote ni za uongo. Maana muelewe vizuri, mmekuja kudanganywa kusema kwamba huyu anayeitwa kwamba Yesu, msipompokea Yesu hamwezi mkapata ufalme wa Mungu, hamwezi mkaenda mbinguni. Mimi nawaambia kabla hiyo Yesu ajaja, watu walikuwa wanaishi, si ndio? Wakufariki walifariki, si ndio? Inapenda kumaanisha kwamba wale wote ambao walifariki kabla huyo Yesu ajaja, wote walienda wapi? Walienda huko kuzimu, ambapo nasema kwamba wataenda kuungua. Hizo ndio nawauliza, ili kuonyesha kwamba watu weusi hawana haja ya hizo takataka za dini na imani za ajabu ajabu, na huyo Yesu wao wa kuundaunda ambaye hana mbele wala nyuma, kwa sababu hajawahi kuwepo, bali ni historia ya Kristo wa kweli, historia ya Kristo wa kweli ambaye aliwahi kuwepo, ambaye alikuwa mweusi. Wakachukua wakampachika hicho kiumbe, kwanza wakatengeneza picha aidha sijui sanamu ya huyu ambaye mtoto ambaye anaitwa Serge Borgia, ndio wakaweka hiyo hiyo picha kabla ya hii ambayo mnayoiona ambao walicheza kwenye filamu. Ni mwana wa mtoto wa papa, ndiye waliokuwa wakimweka kama vile ndio Yesu hapo awali. Na huyu alikuwa na mambo ya ajabu ajabu alikuwa anayafanya na wanaume wengine, yani ushoga. Na ndio maana haya mambo tunayaona katika dini zote, ushoga ambao unaingia, kwa sababu chimbuko la hizo dini zote ni shetani mlima bobe, roho mbaya. Kwa hiyo walifanya hivyo, yani wakaomba, wakafanya miujiza ya hali ya juu sana, kwa sababu neno la Luba lilikuwa pamoja nao. Na kweli wao wenzetu walipofika pale
yani walifurahi sana na wakamtukuza na kumshukuru Luba. Kwa hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili sasa tunaenda kuongelea mbilikimu wengi waacha uchawi na kukubali neno la Luba. Mbilikimu wengi kabisa katika kipindi cha awali walifunzwa uchawi kwelikweli wa juu sana, na naposema wakati wa awali sio miaka 2 3 ambayo imepita, yaani tuseme kwamba hata kabla ya Jokisabe, mbilikimu walikuwepo tayari. Mwelewe hilo, na tunajua ni wakati gani ambapo ule uchawi wa hali ya juu ulikomea sehemu gani, aza wakati gani. Sasa hao mbilikimu hao walifunzwa uchawi wa hali ya juu ambao yani ni uchawi ambao tunaweza tukasema kwamba anaweza akatoka nje ya mwili wake hata usiku, anaingia ndani ya ndoto zako na anaenda kufanyia mambo ambayo si mazuri. Uchawi ulikuwepo, huu wa kutoka na kuwanga kama gisi watu wanavyosema kwamba anatembea na nene huu uchawi wa kuwanga ulikuwepo kabisa, hilo hatujakataa, ulikuwepo kabisa. Lakini kuna wakati ambapo hayo yote yalifungwa, na kuna kipindi ambacho tayari tumeisha kitoa hiyo namna. Yani hakuna mchawi hata wakati huu ambaye ana uwezo wa kutoka na kwenda kuwanga usiku, sijui alienda na ndege zao ambao wanasema anakuja sijui kwenye paa, anaingia ndani ya nyumba ya mtu usiku, anafanya mambo ambayo anafanya, alafu tena huyo anaruka anaenda. Hilo halipo. Huu uchawi haupo tena, kwa sababu ulimwengu wa kiroho ulifunga hiyo njia na hawawezi hata kupenya. Hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa. Uchawi ambao umebaki, nimewambia, upo wa kuweka na sumu, kutega mitego mtu kuna poda ambayo anaweza kumangia, anaweza kufanyia hivi, mkono unavimba, mguu hivyo, mambo kama huu ndio uchawi ambao umebaki. Lakini uchawi ule wa mtu yani anasema leo nitakuja kuingia ndani ya ndoto zako katika usiku na kweli anafanya hivyo, huo haupo tena. Na kuna wakati ambapo huu uchawi ulifungwa huu mlango. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa. Ndio maana mnatakiwa kuelewa hata shetani mlima Bubi, hata malaika walioanguka walikuwa na uwezo wa kuja na kuchukua miili ya watu na kutokea watu hivi live, lakini mlango pia baada ya kufanya ule mseto nao pia ulifungwa. Huu mlango ulifungwa na hawawezi kufanya hivyo, ili kukutokea labda ni katika ulimwengu wa kiroho, katika ndoto, yes, hapo, lakini kimwili no. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kuelewa. Sasa kipengele cha pili, sasa mbilikimu wengi waacha uchawi na kukubali neno la Luba. Katika kitabu cha Esombe sura yake 56 mstari wa 16 inasema, na idadi kubwa ya mbilikimu ambao walikuwa wamefanya kwa kina uchawi wa juu wa nyakati za kale walileta maandishi ya mababu zao ambamo siri zilizokatazwa za uchawi zilizosahauliwa ziliandikwa na kuzichoma mbele ya kila mtu. Unaona? Kwa hiyo hapo tayari tunaona kwamba kuna baadhi yani mbilikimu ambao walifunzwa uchawi wa hali ya juu katika kipindi hicho cha Esombe. Walikuja wakatoa kila kitu ambacho walikuwa wakikifanya kibaya na kutoa maandishi, kile kitu chote ambacho walifunzwa wakatoa pale wakaunguza, kwa sababu walikubali ukweli ambao Esombe aliouleta. Kipengele cha tatu, chimbuko la mbilikimu na sayansi zao nyingi za kichawi. Sasa tuende kuwapatia chimbuko, hao mbilikimu walitokea wapi na kwa nini wako kama ngisi mnavyowaona leo. Kitabu cha Esombe sura yake 57 mstari wa 1 hadi 6 nasema, mimi Esombe, wakati wa safari zangu kadhaa katika maeneo mbalimbali ya Wase, niliongozwa kupigana kiroho dhidi ya watendaji wa sayansi ya uchawi na dhidi ya dimoni mbalimbali za kiume na za kike za daraja la juu. Wakati mmoja nilipokuwa mchawi, anaeleza kabla hajakubali ukweli, alikuwa mchawi wa hali ya juu. Esombe huyu anasema hivi, wakati mmoja nilipokuwa mchawi wa cheo cha juu, pia nilipenya kuelewa asili ya Bako, yaani mbilikimu, pamoja na sayansi zao nyingi za uchawi ambazo zitafanywa kwa sababu hazijafanywa, zitafanywa tayari, kwa sababu ana mahono. Kuna mabano katika masafa ya chini, tunafunga mabano, na wasioanzishwa kadhaa, kwanza wanaotoka katika maeneo tofauti ya Wase, hii katika mamilioni kadhaa ya miaka, katika mamilioni kadhaa ya miaka itakayokuja huko, mnaona, na hadi katika kipindi cha wapili, yani wakati ambapo mzaliwa wa pili atakaye kuwepo, yani kipindi hiki kimetabiriwa hata na sisi tuko hapa, kwa sababu mzaliwa wa pili tuko naye. Msikilize, yani Esombe anasema kwamba
kuna uchawi ambao wa mbilikimu ambao ni wabako utakaofanywa, huo utakuwa katika masafa ya chini, sio kwamba ni ule uchawi tena kama hapo awali, hapana. Yaani ni uchawi mwingine ambao tayari umesha kuwa sasa legelege, sio kama ule wa zamani. Sasa nakwambia kwamba huu ambao uchawi huu utafanywa tena katika mamilioni ya miaka itakayokuja. Kwa hiyo kutoka Esombe hadi mzaliwa wa pili wanaonyesha kwamba ni milioni ya miaka loba. Lakini mzaliwa wa pili ndio wakati wamekuja, wakati ambapo wewe unaufahamu. Unaona vitu ambavyo vimetabiriwa miaka mamilioni, naye mzaliwa wa pili amekuja katika kipindi chako. Neema ambayo uko nayo wewe, ambaye hadi muda huu hautambui uwepo wa mzaliwa wa pili, ni bure, ni bure kabisa. Tukasema basi hakuna namna. Alafu anasema wasioanzishwa kadhaa kwanza wanaotoka katika maeneo tofauti ya wase, hii katika mamilioni kadhaa ya miaka, na hadi katika kipindi cha wapili na hata baada, chini ya majina mengine. Kwa hiyo huu uchawi wa bako ambao ni mbilikimu utafanywa tena, lakini hautachukua tena mwonekano ule ule wa zamani, utachukua majina mengine. Na hayo majina, hata uchawi wenyewe watakao ufanya sio tena ule uchawi wa juu, hapana. Hapana, utakuwa tu uchawi ambao ni wa masafa ya chini, sio tena masafa ya juu. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Ndio maana watawaambia kwamba, wanahistoria watawaambia kwamba sijui mbilikimu wa kwanza kabisa kwa mujibu wao, kulingana na utafiti wao ambao walionekana, yani wanasema kwamba ni takriban na miaka 60,000 na 70,000 miaka ambayo imepita, miaka 60,000 na miaka 70,000 katika muda huo, kwamba ndio waliona mbilikimu wa kwanza. Bali ukweli unawaeleza kwamba mbilikimu walikuwepo miaka mamilioni kadhaa iliyopita, yani walikuwa tayari, wapo tayari. Lakini Esombe anasema wakati mmoja nilipokuwa mchawi wa cheo cha juu, pia nilipenya, yani kuelewa asili ya bako, yani mbilikimu, pamoja na sayansi zao nyingi za uchawi ambazo zitafanywa, kuna mabano katika masafa ya chini, tunafunga mabano, na wasioanzishwa kadhaa kwanza wanaotoka katika maeneo tofauti ya wase, hii katika mamilioni kadhaa ya miaka, na hadi katika kipindi cha wapili na hata baada, chini ya majina mengine. Kwa hiyo Esombe, kabla ya kupokea ukweli wa neno lake Robert T, yeye alikuwa mchawi kwelikweli wa juu. Yes. Na katika uchawi huo walikuwa na utaratibu wa kukutana, kwa sababu kuna ile ambao wanaitwa sabato. Sabato ni mkutano wa wachawi. Yes. Yani kuna sabato ambayo inaitwa sabato ya wachawi. Yani sabato ni wakati ambapo wachawi wanakusanyika pamoja, pamoja na demon, lakini pamoja na demon, alafu wanafanya mambo ya ajabu, mambo ambayo sina hata haja ya kuongea hapa. Kwa hiyo wakati huo ambapo Esombe alipokuwa bado mchawi, walikuwa wakikusanyika pamoja na mbilikimu. Mnaelewa, watu walikuwemo ambao ni wachawi wa juu nao pia zaidi. Sasa yeye alielewa, alipenya sayansi za mbilikimu, uchawi wao alikuwa anapenya, kwa sababu walikuwa nakusanyika, walikuwa nakutana tu pamoja katika jamii zao za sie, walikutana hivi. Lakini wachawi hao wa zamani ambao ni mbilikimu, wengi sasa watajifunza uchawi huu, walijifunza uchawi huu, lakini ni baada ya hapo. Lakini yani uchawi huu ambao watajifunza wao utakuwa sasa uchawi wa masafa ya chini, ni baadaye. Wale ambao waliokuwa pamoja na Esombe, wao walikuwa katika masafa ya juu, walikuwa na ule uchawi wa masafa ya juu katika kipindi cha Esombe, na kabla hata Esombe haja kuwepo, ulikuwa ni uchawi wa juu. Lakini baada tu ya Esombe, wale ambao waliokubali ukweli na kuachana na hayo mambo yote, yani hapo ndipo kulikuwa sasa, yani tuseme kwamba ndio ulikuwa mwisho, kwa sababu wakati wa mitume wa Jokisabe, huo ndio mwisho wa uchawi huu ambao tunasema wa kuwanga, sijui kutoka nje ya miili na kufanya mambo ya ajabu ajabu kwa watu. Hapo ndipo kulikuwa mwisho, na ikiwa hayo mambo yalitokea hivyo, ndipo ule ufahamu wote ufahamu wa uchawi wa juu ulikomea. Sasa wakawambia, ndipo akatuambia kwamba lakini miaka mamilioni kadhaa itakayokuja huko wataendeleza, lakini sio tena katika ile level aiza masafa ya juu tena huu uchawi wa mbilikimu, bali katika masafa ya chini, na tena hautaitwa kama gisi aiza uchawi hautakuwa na majina kama gisi ilivyokuwa hapo awali,
bali huu uchawi utachukua majina mengine, na tutaenda kuambia hayo majina ambayo huu uchawi waliotumia mbilikimu sasa kwa masafa ya chini kwa wakati huu wanaita namna gani kwa wakati huu ambao sisi tunaishi sasa. Ndio maana mstari wa 3 inasema namna gani? Inasema diele, msikilize sasa, diele mabako bewusu, diele mabako bewusu itajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la Bwiti. Nasikia huo ndio mmoja kati ya uchawi ambao hadi muda huu wambilikimu walifunza wasioanzishwa, walifunza weusi wengine, nasikia ambao wataitwa Wabantu sijui nini, walifunzwa. Sasa huo kwa wakati huu unachukua jina la Bwiti, na Bwiti ni ibada ambayo inafanyika sana sana kwa wakati huu katika nchi ya Gabon. Unaona? Kwa hiyo hilo nalo pia unatakiwa kuelewa. Kwa hiyo sehemu kubwa ya ibada hii ya Bwiti inafanyika, inatendeka katika nchi ya Gabon, ingawa sehemu zingine wapo, lakini zaidi sana ni Gabon, na inaitwa Dielema Bakobe Wusu. Wakati huu inaitwa Bwiti, lakini kuna aina mbili za Bwiti. Kuna Bwiti ambayo ilikuwa kabla ya haya mambo hayajabadilika, ulikuwa kulingana na ukweli, yani ya walioanzishwa. Lakini sasa Bwiti ambayo inatengenezwa, ambayo ililetwa sasa na mbilikimu baada ya kufunzwa sayansi hayo ambayo ni ya uchawi, si kulingana tena na ukweli. Hilo lazima mulielewe. Alafu anaendelea kusema lemba, lemba itajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la Vodou. Aha, chini ya jina la Vodou. Hii chini ya ushawishi wa roho za kichawi zinazoitwa Bedimo Edinge. Bedimo Edinge, ndani ya mabano demon, nyuma ya Vodou. Unasikia? Kwa hiyo hizi ni aina za uchawi ambazo mbilikimu walikuwa wamefunzwa. Sasa tunaposema Bedimo Edige aiza Vodou ya wakati huu, ingawa hapo awali haikuitwa Vodou, ilikuwa katika masafa ya juu. Sasa kwa wakati huu hiyo Vodou inayotendwa wakati huu ni ya masafa ya chini, sio tena ule uchawi wa ajabu kama gisi ilivyokuwa hapo awali. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kwa hiyo wale ambao wanawaambia kwamba dini ya watu weusi kabisa ni Vodou, ni Bwiti, ni Ngondo ambayo imebadilishwa, hapana. Kwa hiyo watawaambia mambo mengi kwa wakati huu kwamba hizo ndio dini za watu weusi, tunatakiwa turudi huko ambapo tulipokuwa, tuanze sote. Unaona hiyo Vodou ni kabisa ni dini, ndio dini ya watu weusi. Na mnaelezwa hapa kwamba lemba itajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la Vodou. Hii chini ya ushawishi kumrazi wa roho za kichawi zinazoitwa Bedinge Edim. Bedimo kumrazi Edinge, yaani dimo ni nyuma ya Vodou. Hivyo Vodou ambayo wataita Vodou namna ya kuandika tofauti tofauti, tunafunga mabano, na Bwiti ambayo itafanywa katika miaka milioni kadhaa na wazao. Sikilizeni kwa makini, tunapenda kuambia chimbuko la mbilikimu walitoka wapi. Narudilia, hivyo Vodou na Bwiti ambayo itafanywa katika miaka milioni kadhaa na wazao kadhaa kutoka kizazi cha manabii 450 wa nyungu na manabii 400 wa Mungu wa kiki, kuna mabano Mungu wa uongo Lembe, kuna mabano katika wakati wa Be Mutopedamundi, watajulikana kwa jina la Bako. Katika miaka milioni kadhaa watajulikana na kutajwa kwa jina la mbilikimu. Loba kwa nini? Kwa sababu uwalisie chimbuko ni hapa mzaliwa wa pili ambaye anatupatia chimbuko la nani, la mbilikimu walitoka wapi. Kwa wale ambao hawakuelewa, hapa mnapewa chimbuko la mbilikimu, wametoka wapi, babu zao ni akina nani. Wametuambia kwamba yani babu zao hawa mbilikimu yaani ni wale manabii wa uongo ambao wanasema kwamba ndani ya Biblia za kisasa wanasema manabii wa bahari na manabii wa yule wanasema Asteroti, wale manabii wa bahari ambao wanasema kwamba Elia alikata kitu, alichinja baada ya kuomba Mungu, moto ukatoka juu mbinguni, ukauguza sadaka, kila kitu kikateketea. Kutokana na hilo sasa
ni muda sasa. Eliya akachukua kisu, yani sijui ni mpanga za kisu, akaanza kuchinja manabii wote wa Baali. Alichinja wanaume kwa sababu kulikuwa 450 na kuna wengine 400, yani 850. Huyu alikuwa na mkono wa namna gani? Anachinja chap chap, anatopa huyo mwingine, kuja chup chup, 850. Huyu sio uchawi na bado anaitwa kwamba ni nabii wa Mungu. Mnaona hayo mambo, mnaweza mkasoma ndani ya Biblia za kisasa. Hizo ni takataka, hawajui ni nini ambacho kinatendeka, maana wao wako pale kwa ajili ya kumwaga damu tu. Kwa hiyo hao manabii hao wa nyungu, kwa sababu nyungu ndio Baali na huyo Asteroti ndio Lembe, mnasikia? Kwa hiyo hao manabii wa Baali ambao ni manabii wa uongo, yaani kizazi chao sasa ambacho watazaa baadaye ndicho kitakuwa hao mbilikimu. Mnaelewa sasa? Tutasoma tena Esombe sura yake 57 mstari wa 5. Hivyo vodu na bwiti ambayo itafanywa katika miaka milioni kadhaa na wazao kadhaa kutoka kizazi cha manabii 450 wa nyungu na manabii 400 wa Mungu wa kike, yani kuna mabano Mungu wa uongo, Lembe, katika wakati wa Be ambayo wataita Eliya mutopenda mudi, yani nabii, watajulikana kwa jina la Bako. Katika miaka milioni kadhaa watajulikana na kutajwa kwa jina la mbilikimu, aiza pigme, gisi wanavyowaita kwa wakati huu. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kuelewa. Kwa hiyo manabii wa uongo wa nyungu ambaye Bahali na Mungu wa kike ambaye ni Lembe, wazao kutoka kizazi cha manabii hao 400 wa uongo, 450 wa Bahali na 400 wa Lembe, ndiyo mbilikimu wametokea. Yani wao ndio walio wazaa hao mbilikimu, yani ndio uzazi, yani uzao wao tuseme, ndio hao mbilikimu. Sasa tayari tumejua chimbuko. Sasa pia tujue sasa chimbuko la mwonekano wao kimwili. Hicho ndio kipengele cha 4, chimbuko la mwonekano wa kimwili wa Bako, yani mbilikimu. Kwa nini wako namna hii? Kwa nini wana kimo hicho? Hizo ndio swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza, maana baadhi wanasema kwamba yani kimo chao kabisa kabisa ni kifupi sana, wanafikia kabisa hadi sijui 150, wengine wanasema 155. Hapo ndio umekuwa kabisa mkubwa. Lakini kuna wengine ambao sio mbilikimu, lakini wana kimo tena chini ya mbilikimu, mwelewe hivyo. Sasa kwa nini maumbili yao yako namna hiyo? Ndio maana anasema hapa, anatupatia ufunuo kwamba mwonekano wa kimwili wa Bako, mwonekano wa kimwili wa Bako, yani mbilikimu, ni matokeo ya makosa kadhaa ya asili ya kijeni kutoka kwa milango ya kuingilia. Maana yake nini? Kwa sababu katika mstari wa 5 wa Esombe sura yake 57 wamewambia kwamba wazao waliotokana na kizazi cha manabii 450 wa nyungu na manabii wa uongo 400 wa Lembe, watu hao tunaona kwamba walikuwa wachawi. Hao manabii wote wanaoitwa manabii wa Baali walikuwa ni wachawi. Watu walikuwa wachawi, na walikuwa wachawi wakubwa kweli kweli, ambao walifunzwa sayansi za kichawi za kutisha sana. Hili mulielewe vizuri. Yani walikuwa watenda sayansi ya kichawi kweli kweli, walikubali hata kuishi na demon, yani kwa namna nyingine kupagawa, lakini kwa hiari. Sijui kama mnaelewa hili. Yani wanakubali kwa hiari kupagawa na demon, yani wanaishi naye, yani demon inawatumikisha. Mnaona? Sasa hao manabii wa uongo wa Bahali ambao walikuwa ni wachawi wa kupindukia, nao pia walienda kuoa tena. Utakuta wengine wameoa tena wachawi wengine wenzao, ambao nao pia hizo demoni zimo ndani mwao. Mnaelewa hilo? Sasa matokeo ya kuzaa sasa, kulingana na kile ambacho kilitendeka, ndio watazaa watoto ambao yani genetic kabisa, kila kitu kimeharibika kwa sababu ya milango aliyofungua, na hata watoto ambao wamezaliwa ndio muonekano wao ambao mnauona kwa wakati huu. Na kwa nini mnauona kwamba wao wamekuwa wafupi zaidi sana kuliko hata watu wenzao weusi, kwa sababu wote ni weusi? Kwa nini wao wako hivyo? Ni kwa sababu ya milango ambayo
mababu zao walifungua na mambo ya kichawi walioyafanya, matokeo yake sasa ndio hao watoto ambao mnawaona kwa wakati huu. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kipengele cha 5, ibada nyingi za Bako zinazopitishwa hadi siku za leo. Kitabu cha Esombe sura yake 47 mstari wa 8 hadi 12 nasema Vodou na Bwiti zitaanzishwa na kutawazwa kwa fumbo kwa Bako, yani mbilikimo kaza kupitia Bedimo Edinge, yani demon nyuma ya Vodou. Bako, yani mbilikimo, kwa zamu yao wataanzisha wasioanzishwa kadhaa. Kuna mabano, yani wehusi mbalimbali, makabila, tunafunga mabano. Kwa hiyo hao wanaohitwa kwamba ni wasioanzishwa wanaotajwa hapo ndio hao wanaohitwa kwa wakati huu leo kwa jina la Wabantu. Unaona, yani zamani walikuwa wakiishi tu pamoja, yani mbilikimu pamoja na weusi wengine tu ambao wanawaita kwa wakati huu Wabantu, kwa sababu mbilikimu nao pia wanasema kwamba nyinyi ni Wabantu, sisi ni wambilikimu, mambo kama haya, lakini wote ni Wabatu, yani wote ni watu. Walikuwa wakiishi tu pamoja kama vile ndugu tu, kama bila matatizo. Sasa wataanzisha baadhi ya weusi ambao wataitwa sijui Wabantu kwa wakati huu katika uchawi, nao pia wataanzisha kwa zamu yao baada ya kuanzishwa na hizo demon ambazo ni Bedimo Edinge. Unaona, na mtaenda kuelewa mababu zao nao pia walianzishwa na akina nani, kwa sababu hilo ndio swali ambalo mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo wataanza kuwaanzisha hao wengine sasa weusi ambao ni weusi wote wasioanzishwa kadhaa katika uchawi, sasa katika masafa sasa ya chini. Sasa wao wanaanzisha hivi, hao ambao mnaita kwa wakati huu wa mbiliki. Ndio sasa wataanza kuwafunza kuhusiana na Bwiti, unaona, na Vodou. Waliowafunza kabisa, ikiwa mnaona yako hapo, hizo zote ambazo wanasema Bwiti za Vodou ni mbilikimu waliofunza baadhi ya weusi kile wanachokifanya kwa wakati huu. Na ule uchawi sio uchawi tena wa masafa ya juu, hapana, ni uchawi tu wa masafa ambayo ni ya chini tu, na tutaenda kuangalia ni nini ambacho wanakifanya zaidi sana katika hayo mambo, ingawa tutaingia kiundani zaidi. Sasa kwa sababu tunajua kwamba hao mbilikimu wako katika vizazi mbalimbali, sasa sehemu kubwa kati yao, kwa sababu hiyo genetic inatokana na wazazi wao, ndiyo itakayowafanya kuwa tofauti wakimo kwa weusi wenzao. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo wanaendelea kusema Bako, yani mbilikimu kadhaa pia wataanzishwa, sikilizeni, wataanzishwa katika siri, kwa sababu leo tunaita mbilikimu, lakini wao katika kipindi hicho wanaitwa tu ni Bako, ndio jina lao hadi muda huu ni Bako, lakini tafsiri watu watasema mbilikimu. Mbili kimu, unaposikia hapo, yani ni kimu ambacho ni mbili. Watu kasema labda walitafsiri kwamba ni kimu ambacho yani unaweza, yani labda mtu anaweza, yani ni mara mbili kimo cha mtu kawaida. Yote ni hivyo, sijui tafsiri yao walileta namna gani ili waitwe mbilikimu, ni hivyo, lakini waliitwa Bako. Sasa wanawaambia kwamba hao Bako wa kipindi hicho hata tuseme hata kipindi cha Mutopedamudi Elia, kipindi cha manabii hao wanaoitwa manabii wa Baali, ambao ni manabii wa uongo wa nyungu na walembe, yani wao walianzishwa na akina nani? Wanasema hivi, Bako mbilikimu kadhaa pia wataanzishwa katika siri zilizokatazwa za uchawi uliosauliwa. Watafanya kwa kina uchawi wa hali ya juu wa nyakati zilizopita. Msikilize kwa makini. Kwa hiyo wanaozungumziwa hapa ni mbilikimu za Bako waliokuwa kipindi cha Esombe na hata kabla ya kipindi cha Esombe. Alafu anasema Vodou na Bwiti katika kina kirefu zaidi cha kutisha zitatokana na Bedimo Edinge, yani demon nyuma ya Vodou, chini ya uangalizi wa baadhi ya Bamololo Bungulane, yani malaika walioanguka wa utaratibu wa pili. Mnasikia? Kwa hiyo sayansi ya uchawi ambayo mbilikimu Bako walikuwa nayo ilitokana na malaika walioanguka wa utaratibu wa pili, ndio waliokuja kuwafunza huu uchawi wa hali ya juu. Unaona kwa nini hao wanaoitwa kwamba ni Wabantu, wanaojiitwa Wabantu walikuwa wanawaogopa hao mbilikimu? Unajua kwa nini? Maana wao wenyewe wanawapa nguvu za maajabu ambazo wao hawana. Kipindi hicho kweli ilikuwepo, lakini wakati huo hakuna mambo kama haya.
Ndio maana wanawambia kwamba ukioa mwanamke ambaye ni mbilikimu, anakuweka ndani ya chupa hauwezi ukatingizika. Wanaongea mambo kama hayo kwa sababu wanawapatia maarifa, nguvu za ajabu ambazo hawana, maarifa ambayo tawi la mbilikimu waliokuwa wakitenda kabisa sayansi ya kichawi ya hali ya juu, baadaye walienda kuwafunza wasioanzishwa wengine, weusi wengine wakaanzisha kile ambacho kipo. Kwa hiyo voodoo yani ni mchanganyiko wa demon, yani wa roho mbalimbali. Utakuta kabila fulani linaabudu fulani, linaabudu huyu, linaabudu. Sasa wanakusanya hizo zote roho ambazo zipo pamoja, ndio zinaitwa sasa voodoo, yani ndio inaitwa bedimo edinge, yani hizo demoni zote ambazo zipo, kwa sababu kuna makabila kwa mfano ya wa Yoruba, wa Orishas na kadhalika. Hao wote wana aina za miungu ambao wanaabudu. Sasa wanapowekwa wote pamoja, wanapokusanya vyote pamoja, ndio inaitwa bedimo edinge, yani demoni zilizo nyuma ya voodoo. Alafu nasema hizi bedimo edinge, yani demoni nyuma ya voodoo, ziko kwa ushirikiano na demoni zinazojulikana kwa jina la mulemle. Katika miaka milioni kadhaa zitajulikana na kutajwa chini ya jina la Orishas aidha Orixas. Unaelewa sasa jinsi nilivyokuwa nimesema. Wafuasi kadhaa wa Bwiti kutoka kwa Bako, yani mbilikimu, watatumia mizizi na majani ya mimea kadhaa wakati wa kile kinachoitwa ibada zao za uanzishwaji, na mmea ambao utatumiwa zaidi na wasioanzishwa utajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la iboga. Iboga ni moja kati ya mimea ambayo wanatumia katika hizo ibada zao za Bwiti aidha hata voodoo. Wengi watadai hata kwa ujinga wao kwamba Bwiti iligunduliwa na mwanamke. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kupenda kuambia kwamba haya yalikuwa ni mafundisho tu ya kipekee kuhusiana na mbilikimu, maana watu hawajui mbilikimu ni akina nani, na hawa wanaojiita wachungaji, manabii hawawezi kuongelea hawa wenzetu, ndugu zetu. Kwa hiyo msiwafikiri kwamba mbilikimu wana nguvu za ajabu za kishetani za nini. Ni watu, lakini wametokana tu na matokeo yale ambayo tumeongea. Tunaonyesha kwamba chimbuko lao mbilikimu liko wapi. Wametokana na kizazi cha manabii wa uongo 450 wa nyungu ambao wataita Baali, na manabii wa uongo 400 wa Lembe ambao wataita Asteroti katika wakati wa wakati wa Elia Mutopedamudi ambaye ni nabii. Kwa hiyo mbilikimu nao waona wakati huu hawana tena uchawi wa kale kama ilivyokuwa aidha walivyotenda mababu zao, kwa sababu ni katika kipindi cha mitume ambapo uchawi wa zamani ulisitishwa. Kwa hiyo mlango wa uchawi wa zamani ule wa kuruka sijui na kibuyu aidha wanasema nini, ili kwamba kuenda huko na kuwanga, ulifungwa katika kipindi cha mitume wa Joki Sabe. Kwa hiyo hakuna mchawi aliye na uwezo wa kuja kuruka usiku aidha wapi kukuwangia, hilo halipo. Na kama ulikuwa unafikiri kwamba ipo, imebaki tu katika akili zako, lakini uchawi huo haupo tena. Uchawi ambao umebaki, ndio maana uwe makini. Bila mtu kuwa karibu na wewe hawezi akakumaliza, hii nakwambia. Ndio maana unatakiwa kujitenga na watu wengine. Sio kwamba kujitenga, unapoona kwamba mtu ana lengo mbaya na wewe, sio vizuri kuwa naye pamoja. Kwa hiyo uchawi kwa wakati huu, hakuna mchawi ambaye anaweza akakuua kwa masafa, hayupo. Mwelewe hili kwamba yuko sehemu fulani atakutumia sijui radi inakuua, hilo halipo, alikuagi, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kutuma radi kwa mtu mwingine, kwa sababu radi ni silaha ya kiroho, na hakuna mtu, ni mambo ya kiroho. Na wakati inaposhuka mtu anafariki, sio kwamba ni mtu ambaye ametuma hiyo radi, na sio kwamba ulimwengu wa kiroho ndio unatuma ili afariki. Inatakiwa kwamba wakati huo hiyo radi ilitakiwa kupita hapo. Sasa wakati huo wewe ukakutwa huko hapo, na ndio maana inapita hapo, haiulizi mtu. Na ndio maana hata ngurumo wa mvua unaponguruma hauulizi kwamba watoto wamelala hizo namna gani, unanguruma tu, unaona. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho mnatakiwa kuelewa. Kwa hiyo uchawi wa kuana kwenye sijui fulani yuko kula anatuma kitu fulani kule kinakuja kufinya, hilo halipo. Hao wengine watatuma nyuki, wanatuma nyuki zinaenda kumchukua mtu. Achie mambo kama hayo.
Hizo ni imani ambazo ni potovu, ni mafundisho ambayo ni ya uongo mtupu. Ingelikuwa kwamba wana uwezo huo hadi muda huu wanatuma nyoki na mambo mengine, mbona nyinyi mnasema kwamba marais wenu wanawatesa, wanafanyia mambo mabaya, mambo mengine? Mwende mgeuke kuwa panya ndani ya nyumba zao, alafu mfanye kile ambacho mnapenda, tuone kama mtavifanya. Nimporte kwa mtuachie uongo, ndugu zangu. Kwa hiyo mambo kama hayo hayapo, huo uchawi haupo. Nilikuwa mchawi na naweza nikageuka nyoka, naenda kungata mtu mwa, alafu nakuja tena nabadilika, alafu nakuja kuuliza amekufa na nini? Nendo badilike, kwa sababu sio unasema kwamba una jirani ambao unamchukia zama mwingine, badilika nyoka mbele yake, alafu uende kumngata, alafu ukimbie. N'importe quoi. Hayo mambo yote hayana hata mwanzo wala mwisho, hayana hata umuhimu kuwepo. Imani za kijinga, imani ambazo ni za kishirikina, ambazo bado muda huu watu wamekwama. Hakuna uwezo wa namna hiyo. Uchawi upo kweli, sijakataa, lakini sio uchawi kama gisi wa zamani. Uchawi ambao upo ni wa kuwekeana masumu, kuwekeana mitego. Mtu anaweza akakufanyia poda hivi, inaingia ndani ya mwili wako, unapohoza. Hilo lipo, hatujakataa. Wengine wanaweka wengine misukule, hilo lipo, hatujakataa. Na misukule sio watu ambao wamefariki, hapana. Ni kweli wanaweza kapimwa hospitali kuona kwamba moyo haudundi, ni kweli, lakini ni dawa, kwa sababu kuna aina za dawa ambazo wanatumia. Kuna aina za vyura ambavyo anaweza akakaa hapo hata kwenye muda wa dakika na masaa, hakuna hata mdundo. Kwa hiyo wanaweza katumia aina hizo za vyura kutengeneza hizo dawa ili kwamba kumlaliza. Yani ni kama vile ni dawa ya kulevya tuseme, ambayo wanapuliza kwa mtu anaweza akapuliza, anajua dose iko namna gani. Ndio maana mtu amefariki pale, wanapima, hakuna chochote, basi wanaenda kuzika. Sasa nyinyi mnafikiri kwamba wanaenda kuzika, wanazika. Wengine wanasema kwamba no, hawaziki, wanaweka sijui mgomba wa ndizi ndani, alafu wanabeba, lakini mtu anabaki ndani ya nyumba. Achana na hizo historia, sio kweli. Mtu ambaye anawekwa msukule, ni kweli, wanampeleka wanamweka ndani ya nini, ndani ya jeneza, wanamzika kaburini, lakini wale waliofanya hicho kitendo watakuja kumfukua, kwa sababu wanajua kwamba baada ya siku 2 3 ile dawa itaisha nguvu, na ikiwa dawa itaisha nguvu, inatakiwa waende kumtoa mapema, maana wakikawa, huyo mtu sasa anaweza kafariki humo humo ndani ya kaburi. Haya mambo nafikiri kwamba utafiti, tunajua kila kitu, maana tuko katika ukweli na tunawambia kile ambacho kipo. Kwa hiyo hiyo ndio asili na chimbuko la Bako ambao wataitwa ni Mbilikimu. Loba anaendelea kujitukuza.